Ndege nyingine ya kivita ya 5 ya F-35 yadondoshwa na wa Iran. Jeshi la Iran limeiangusha ndege ya 5 ya F-35. Kulingana na ripoti, ndege hiyo ndiyo ya kivita iliyodunguliwa katika eneo la Javadabad katika wilaya ya Manispaa ya Varamin huko Tehran. Mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran sasa inafanya kazi vilivyo. Imeiangusha tena ndege ya kivita ya F-35 ya nchini Israel, miongoni mwa ndege ghali zilizozalishwa na Marekani. F-35 ni miongoni mwa ndege za kivita hatari ulimwenguni na ni miongoni mwa ndege zilizoaminika kwamba si rahisi kudunguliwa, lakini wakati huu mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran imeidondosha ndege hiyo ya kivita. Ndege hiyo ilidondoshwa katika mji wa Varamin, kusini mashariki mwa Tehran. Shirika la habari la IRNA limeripoti likimnukuu mwakilishi wa mamlaka ya Manispaa. Vikosi vya ulinzi wa anga vya jeshi vimeidungua na kuiangamiza ndege ya kivita ya F-35 ya utawala wa Israel katika eneo la Javadabad katika wilaya ya Manispaa ya Varamin. Shirika hilo limemnukuu akisema F-35 hii ni ndege ya 5 ya kivita ya Israel kudunguliwa tangu kuanza kwa mashambulizi ya Iran na Israel mnamo Juni 13. Usiku wa Juni 13, Israel ilianzisha operesheni iliyofahamika kwa jina la Rising Lion, ambapo ililenga mpango wa nyuklia wa Iran. Jeshi la ulinzi la Israel IDF lilisema kuwa ndege 200 za kivita zilishambulia zaidi ya shabaha 100 nchini Iran, zikiwemo vituo vya nyuklia. Jioni ya Juni 13, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC lilitangaza kuwa Iran inalipiza kisasi kwa kushambulia makumi ya shabaha nchini Israel kwa makombora, ikiwa ni pamoja na vituo vya kijeshi na kambi za anga, na kushambulia hasa wizara ya ulinzi huko Tel Aviv. Katika siku zilizofuata, Israel na Iran zilibadilishana makombora zaidi. Pande zote mbili ziliripoti majeruhi na vifo kutokana na mashambulizi hayo na kukiri kwamba baadhi ya shabaha zilipigwa, lakini zilidai kuwa uharibifu ulikuwa ni mdogo. Hata hivyo, idadi ya watu inazidi kuongezeka kwa vifo pamoja na majeruhi, lakini upande wa Iran hadi sasa zaidi ya watu 200 wanadaiwa kuuawa huku maelfu ya watu wakijeruhiwa. Lakini kwa upande wa Israel bado unadai ni watu 24 tu na hakuna ripoti zingine zilizoeleza juu ya vifo licha ya mashambulizi makali ya Iran katika usiku wa leo. Israel inaendeleza mashambulizi yake huko nchini Iran, lakini imeomba kupata msaada kutoka nchini Marekani kutokana na baadhi ya shabaha kushindikana. Iran imethibitisha uwezo wake wa kiulinzi baada ya siku ya kwanza kufanywa makombora ya kushtukiza, lakini baada ya hapo iliweza kuzuia makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani za kutoka nchini Israel. Bado vita inaendelea huku rais wa Marekani Donald Trump akitishia kuingilia kati kuunga mkono upande wa Israel kuishambulia Iran, huku akitoa vitisho kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.